Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Siku hizi kuna mtandao. Unaweza ukafanya kazi kwenye mtandao ukiwa nyumbani. Nyinyi waandishi wa habari, hasa wale ambao wanakaa newsroom kuandika makala na kupitia story, sio lazima waje ofisini. Anaweza kupewa kompyuta kaka zake nyumbani, laptop yake, akafanyia kazi nyumbani, alafu akatuma story ofisini, story na gazeti kesho likatoka. Tujiepushe sana na muingiliano huu, msongamano. Maeneo yenye biashara kubwa, yenye msongamano mkubwa, zile biashara ambazo sio muhimu sana zipunguzwe, zifungwe ili kupunguza msongamano wa watu. Kwa mfano, kuna maduka, labda tuseme labda pale Mlimani City, kuna maduka ya nguo. Mnaweza mkafungua leo limefunguliwa hili, kesho likafunguliwa hili kwa zamu, ili kupunguza msongamano. Na hili sio jambo geni. Kule Zanzibar daladala zinatembea kwa zamu. Leo kitembea barabara za namba 5, gari za namba 5 zinatembea hizi leo, kesho zinatembea hizi. Wao kwa sababu ya biashara, abiria ni wadogo, kuzingiza gari zote mtaani zinakuwa shida. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza ambalo nimeona niwaeleze ndugu zangu, na niwatake sana, niwaombe sana kwamba mlipe uzito unaostahili ili kuondoa nchi hii katika hiyo shida ya corona. La pili ni jambo dogo sana ambalo nataka nizungumze kwa ufupi sana. Baada ya Mheshimiwa Anthony Koma, mbunge wa Moshi Vijijini, kuondoka Chadema, kutangaza kuondoka Chadema, yamekuwepo maneno mengi. Nikitajwa na mimi kwamba nitamfuata Koma. Kwanza nikiri kwamba Koma sio tu mbunge mwenzangu, ni ndugu yangu kabisa, ni rafiki na ndugu. Tunatafuta mkate wetu pamoja katika maeneo mengi, ni rafiki na, lakini urafiki wangu na Koma haunifanyi kila anachokifanya Koma na mimi naweza nikafanya, lakini pia unaweza ukanifanya anachokifanya Koma na mimi nikafanya, kwa sababu ya urafiki huo. Lakini mpaka sasa hizo ramli wanazopiga ziachwe. Mimi bado ni mbunge wa Chadema kutoka jimbo la Ubungo, na ninadhani ninahitaji kuwatumikia wananchi wangu mpaka muda wangu utakapomalizika. Maana kama ningekuwa nimeshaondoka, hata haya nisingeweza kuyasema. Kwa hiyo mimi bado nipo, bado mbunge katika jimbo la Ubungo. Watu waache ramli, waache tufanye kazi. Muda ukifika tutazungumza haya mambo kwa ujumla wake. Na washukuruni sana. Asante sana. Mimi nafikiri ni mihemko ya vijana hapa na kutokujua wanahitaji jambo gani. Kwa sababu kwa maoni yangu mimi, chama cha siasa kupoteza mbunge sio jambo dogo, na hasa mbunge huyo akiondoka katikati ya bunge. Chama cha NCCR Mageuzi kilipoteza wabunge 19 katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2000 baada lile mtikisiko kati ya kamati kuu ya NCCR na Agostino Mrema aliyekuwa mwenyekiti, mgogoro ule. Na mpaka hivi tunapozungumza bado hakijaweza kurudi pale kilipokuwa. Kwa hiyo kwa mtu anayejua maana ya ubunge na maana ya mbunge kwenye chama, anaelewa thamani ya mbunge ni nini. Kwa hiyo hao hawaelewi wanachohitaji ni nini. Inawezekana na Chadema jamani ni taasisi kubwa, itakuwa ni siwe mkweli kama nikisema
inakosa minyukano ya ndani kwa ndani. Kuna watu wanataka ubunge, kuna watu wanataka udiwani, kwa hiyo kuna ushindani pia huko chini kwa chini. Kwa hiyo inawezekana ni makundi tu yanayoibuka kwenye chama na hasa kipindi cha kuelekea uchaguzi. Lakini mimi naamini kwamba hakuna mtu yoyote makini. Hata mwenyekiti alisema tunahitajiana sote, mwenyekiti wetu wa chama. Kwa hiyo hakuna mtu yoyote ambaye ni makini anaweza kufikiri kwamba fulani hatumhitaji. Kwa sababu kwa mfano mimi hata nisipogombea ubunge kwa mfano, je, ni kweli kwamba mimi ni dhaifu mno, sina hata watu ni 10,000 katika jimbo ambalo nimeongoza kwa mafanikio makubwa kwa muda wa miaka 5 ambao naweza kukupa kula wewe? Yaani kwamba kweli kwamba mimi nimekaa Ubungo, nimejenga hospitali, sehemu ya kuhifadhia watoto akina mama yani kusubiria matibabu pale Mavulunza Kimara. Palikuwa pana shida kubwa sana kwa watu ambao wako Kimara. Wengi gumu wanafahamu tulishaenda pale. Tumejenga eneo la kuhifadhia watu, ilikuwa hospitali ya Kimara ile, zahanati ya Mavulunza. Ilikuwa ukifika pale hospitali ni hii, watu wagonjwa wa magonjwa kuambukiza na watoto wanaenda kupima kliniki, wote wanakutana mara pamoja. Tukajenga eneo kama lile la kule nje kwetu, ili akina mama wanaoenda kupima wakapimie kule nje, kuwaepusha watoto wetu na magonjwa ya kuambukiza. Nimeondoa ile tatizo kwa 100% pale Kimara. Ina maana watu wa Kimara hawathamini ile kazi mimi niliyofanya, ambao ni fedha za mfuko wa jimbo. Pale Makuburi palikuwa na shule ya msingi Mabibo, iko kata ya Makuburi pale kwenye kanisa. Ilioza kabisa. Nikaikarabati madarasa 5 ya ile shule. Nimejenga simamia ujenzi wa masoko. Tumejenga kwa hela za mfuko wa jimbo ambazo mimi ningeweza kuzipeleka mahali pengine. Tumejenga tumekarabati shule, tumenunua madawati zaidi ya 5,000 kwa zaidi ya 500 kwenye, na hapa juzi nimeidhinisha shilingi milioni 50 kwenye bajeti ya kwenye fedha za 2020-2021 kwa ajili ya kupeleka 19-20 kwa ajili ya kupeleka kununua madawati ya milioni 50. Tulikuwa na uhaba wa madawati 1030 kwenye jimbo la Ubungo. Nimenunua madawati ya milioni 50 kwa ajili ya watoto wetu wakasome kule. Tumechimba visima. Lakini tuko katika makundi mbalimbali ya kijamii. Kweli hata kama unataka ubunge, lazima yani unataka kushinda au chama kinataka kushinda, lazima wale watu waliopo wote wawe kitu kimoja ili wamuunge mkono mtu mmoja. Kwa sababu kundi fulani likikatika, hata sisi tumeshinda kwa sababu ana nani mimi sijui kama mwenyekiti anashughulikia. Na siamini kwa sababu mwenyekiti anahitaji watu wote. Yaani mwenyekiti anakuaje? Yaani awe wa watu, awe na kundi. Yaani mwenyekiti mimi nadhani anawahitaji watu wote. Na atakuwa ni mtu mwingine wa ajabu tu kama mtu atakuwa na kundi lake na watu wake. Lakini mimi naamini anahitaji watu wote. Kwa hiyo mimi hiyo huwa siwezi kuizungumzia, yani siamini kwamba ipo. Na kwa hiyo swala kwamba unajua kwamba mtu fulani anataka ubunge ni haki yake ya kikatiba. Sio? Hakuna ubunge wa maisha. Mnachotakiwa mnaenda kwenye ushindani, anayeshinda kura za maoni au anayepitishwa na chama ndio huyo anaenda kwa mgombea wenu. Kwa hiyo nyote mnapambana kushinda. Kwa hiyo mimi kwangu sio tatizo. Joni. Mahakama Kuu kipindi fulani walifutiwa dhamana mwenyekiti, mahakama ya rufaa nimekuepo, nimeenda kwa baadhi yenu mnakumbuka, magereza nimeenda mara 3. Mahakama Kisutu nimeenda, wewe tumeshakutana mahakama Kisutu, wewe mwenyewe tumeshakutana mahakama Kisutu, siku ambayo viongozi wa Chadema walikuwa pale tumekutana. Na sio tu kesi ya Chadema, hata kesi ya Mheshimiwa Zitto na wapinzani wengine na ina. Lakini inategemea na nafasi yangu nilionayo. Kwamba na mimi naamini kwamba sio lazima watu wote mkakusanyika kwenye tukio moja. Na ndio maana kuna askari wengine wanaenda huko, wengine wanaenda huko. Kwa hiyo lazima mjigawe, mpangane. Lakini kwamba mimi nashiriki na hata kwenye shughuli ya kuchangia, ile ya kuchangia watu watoke. Sisi wabunge tulipeana jukumu kila mtu atoe shilingi 500. Mimi nilitoa milioni 1. Na katika wabunge wa Chadema aliyechanga
kutoka kwenye lile group ya leo lilozeshwa pale kwenye lile group. Wabunge wa bunge la muungano waliochanga milioni 1 nilikuwa peke yangu. Waliochanga milioni 1 walikuwa watatu na wabunge wawili wa Afrika Mashariki. Sasa wabunge wa bunge la muungano ni mimi kupitia lile group ambalo lilozeshwa pale. Kama walitoa kwingine huko mimi sijui nazungumzia pale. Kwa hiyo inaonyesha kwamba niko pamoja na viongozi wangu katika matatizo mbalimbali, kwa sababu mimi kwa mfano Freeman mwenyekiti wangu, yeye mnakumbuka watu wa Tanzania sio wapo hapa, si mlikuwepo hapa baada kupata msukosuko ule wa kuvunjiwa Bilikanasi. Usiku asubuhi Bilikanasi imevunjwa, gazeti la Daily linataka kutoka, Tanzania Daima walihamia hapa, wamekaa miezi 3 hapa. Sasa hayo ni maneno ya watu wasiojua maisha. Tuliwachukua tukawaweka hapa bila gharama yoyote, kwa sababu tulikuwa tunaamini kwamba uhuru, vita dhidi ya Tanzania Daima, yani ni vita dhidi ya vyombo vingine vya habari. Kwa hiyo mimi sina shida na viongozi. La pili, umezungumza jambo gani ninalojijutia? Mimi hamna jambo ninalojijutia kwa sababu sijaona kosa lolote ninalofanya. Nafurahi kuwa mbunge, najivunia kuwa mbunge, na naamini na nyinyi waandishi wa habari mnajivunia kuwa mmoja miongoni mwenu mmempeleka bungeni, tena akitokea newsroom, na nimefanya kazi yangu kubwa, ikiwemo kutetea waandishi wa habari wenzangu kwenye mswada ule wa kupata habari, haki ya kupata habari na sheria ya vyombo vya habari. Nimesimama kweli, na kila mara nimekuwa nasisitiza kwamba vyombo vya habari viwe huru. Kwa mimi nafurahi kwamba nimekuwa mbunge na najivunia ubunge huo, nimewatumikia wananchi, na bado wananchi naweza nikawaomba tena niwatumikie, kwa sababu mimi naamini katika kuomba kazi. Siamini katika kuombwa ugombee. Naamini katika kuomba wewe, kwa sababu ukiomba kazi utakuwa mnyenyekevu kuliko mtu akikuomba wewe ugombee. Nawashukuru sana. Asante sana. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.